Hatimaye tena yapa ndani nyumba katika episodi safi ya 3 ya chuma bomba sana kufahamika kwa jina la Missing Crown Prince. Hii inapigwa live kutoka DC Production jumba la burudani, lakini pia ikiwa imeshikiliwa na Faru DJ Nita the Chosen One by the name of Sio. Tuendelea kutamba na ile picha ambayo nimekuambia ni kali sana, na hii tuko nao katika episodi ya 3 tu. Wanasema tunahitaji kujua hatima ya Prince baada ya kuonekana amesha kutanishwa na bibi ambaye katika utabiri inaonekana ni kitu cha ajabu sana endapo wawili hao watapata nafasi ya kuwa pamoja, kwani itapelekea mmoja wao kuja kupoteza maisha. Basi hebu tuunganishe pale ambapo tulishia katika sehemu safi ya pili, na hii ni sehemu ya 3 tu. Wanasema kilikuwa ni kipindi ambacho bibi alikuwa anahitaji kumtolosha mkali. Lakini kwa upande wa pili kwa mzee mkubwa alikuwa hana chochote, kwani aliambiwa kisha analinda mpaka alfajiri katika chumba ambacho inaonekana alikuwa yuko bibi harusi. Lakini sasa kumbe binti alikuwa ametengeneza nafasi ya kumtorosha mtoyo. Basi akiwa anajadiliana na mtoyo juu ya kile ambacho alikuwa amemwagiza, binti alikuwa amemwagiza mtoyo aweze kumletea farasi, lakini mtoyo aliweza kumletea punda. Hivyo kalikuwa ni kamzozo zaidi, lakini wakati huo binti alikuwa na namna yote. Alichokifanya ni kuhitaji kumdanganya mkali ya kwamba anampandisha kwenye farasi ili hali huyo ni punda. Basi unaambia upande wa pili kwa mambo alikuwa ameshaanza kutara bindadi. Inaonekana ni lazima hakisha na mtafuta Crown Prince, na ilikuwa ni oda kutoka kwa mfalme mwenyewe kwamba lazima kijana aweze kutafutwa. Lakini pia taarifa ilifika kwa Queen Doyage. Huyu mama kwa wakati huo ana mawazo mengi sana, na hapa anatukumbusha kitu ambacho tukupata bahati ya kukiona siku ile ya usiku. Mbele siku mama baada ya kutoka katika lile jengo kufanya ushenzi wake, aliweza kugundua miongoni mwa pini ambazo zinakaa katika nyoyo zake ni kwamba ipo hivyo alikuwa anahitaji kurejea. Lakini kabla hajarejea kule alipata kuona kitu cha. Basi tunaombewa kumbe ule siku mama alifanikiwa kumuona kijana, na hapa aligundua tayari kijana ameitambua asili yake. Sasa akiwa mtu mwenye mawazo sana, alipata ujumbe kutoka kwa kijakazi wake. Asema amefanikiwa kumpata Crown Prince. Basi moja kwa moja mzigo unatusha upande wa pili ku ni kwa binti na mkali sasa wakiwa wanajaribu kutafuta nafasi ya kurejea katika sehemu ambayo mwamba inasemekana akifika hapo mambo yatakuwa yako safi zaidi. Basi kipindi binti amefika na mwanaume alipokuwa anajaribu kushuka aliweza kujigonga na kuanguka chini. Hivyo aliweza kupata maumivu sana, na hii ilimfanya binti agundue kwamba mtu huyo atakuwa alishapata maumivu kabla ya haya hapa. Binti alichofanya chukua kipande cha nguo yake na kumfunga mtu huyo tayari kwa ajili ya kwanza kumtolea huduma ya kwanza. Kama unavyojua binti ni mtu ambaye anafanya shughuli za matibabu. Lakini kwa wakati mkali alikuwa tayari kama ameisha lose control. Alishapoteza direction. Hana kitu kingine zaidi ya kuzidi kuangalia tu urembo alionao bibi ni nini ambacho ataweza kufanya mkali wa zamani. Anasema hakika wewe ni mzuri na mimi siwezi kujificha juu ya hicho ambacho kinaonekana kwenye uso wa macho yako. Na ile binti ni kama mtu ambaye alikuwa anajaribu kumwambia mwamba apuzie kile ambacho anakifikiria kwa sasa. Lakini baada ya mwamba kupata kama kizunguzungu na kuweza kupata mshtuko, binti aliweza kukiona kifaa ambacho hiki kilikuwa ni kama utambulisho kwa watu ambao wanafanya matibabu katika jumba la kifalme. Hivyo bibi alitambua kwamba mtu huyo huenda ni mtu mkubwa sana katika jumba la kifalme akiwa anafanya swala zima la matibabu, kwani miongoni mwa kitambulisho ambacho alimkuta nacho aliamini ni cha mtu ambaye ana cheo kikubwa sana katika jumba la kifalme. Lakini kumbe sio, ni tofauti kabisa na binti ambavyo anafikiria. Huyu ndo Prince mwenyewe. Basi binti alipambana sana kuhakikisha anamweka mkali katika hali ya usawa zaidi. Lakini mwamba alikuwa anazidi kumsisitiza binti ya kwamba ingekuwa ni vema kama angekuwa anamuita mume wake. Sasa unaambia upande wa pili katika jumba la kifalme kuu. Hapa kuna kamzozo, kwani babu anajaribu kumwambia kijana wake ndio nafasi pekee anayoweza akaitumia kutengeneza nafasi ya kuwa na cheo katika jumba la kifalme. Aliambia lazima muwe makini sana juu ya nafasi ambayo ipo katika kutafuta kiti katika ile jumba, kwa sababu lazima tuhakikishe tunatumia weakness ambayo alionayo Queen Doyage ili kutengeneza nafasi ya kumdeposit the king, na kuhakikisha tunatengeneza nafasi ya kuingiza kijana wetu.
Huyo bwana mdogo hakufurahishwa sana na kile kitendo ambacho anaambiwa na babu yake. Lakini kweli ulikuwa ni kwamba kwa wakati huu hamna nafasi ya Prince kuweza kurejea katika jumba la kifalme. Unaamini wakati sasa hiyo bwana mdogo kuweza kupata nafasi. Hasa unaambiwa katika maeneo ya mtaa kulikuwa ni mtafutano tu. Yao wanahangaika sana kumtafuta Prince na mkali wetu wa zamani ambaye ndo alikuwa bodyguard wa mshikaji. Anapitia wakati mgumu sana kumtafuta mwamba. Lakini bibi baada ya kutembea sana na mkali alifika katika eneo moja hivi. Haka unaweza ukasema ni Rito Palace. Yao unaweza kaita kaikulu kadogo hapa. Binti amwambia huyo mtu kitu moja tu. Siwezi kugarantii juu ya kile ambacho naenda ukifanya na hiyo kazi ambayo unaifanya kama mtu wa matibabu. Lakini nakuomba kama kuna kitu chochote kibaya kitaweza kutokea, ilikuwa ni vema kama ongeza kurejea kwangu. Hatujui kwa nini binti aliweza kumwambia maneno kama haya mtu huyo. Lakini baadaye pia taarifa ilitoka kwamba Prince ameweza kupatikana, yani Crown Prince. Sasa taarifa ni kwamba inafika kwa mtu ambaye ni hatari zaidi. Kuna mtu anaitwa Lady Kim ambaye anafanya kazi chini ya Queen Dage. Anasema tumepata taarifa ya kwamba Prince kwa sasa amerejea katika jumba la kifalme. Hasa ili mkathirisha sana mama, kwani anajua yule ambaye amekuja kwa sasa anaitambua asili yake. Chap kwa haraka alihitaji kuelekea katika jumba ambalo anapatikana mfalme, akiwa anadai kuna taarifa msingi sana anamwambia. Mfalme anambia sasa kwa nini kate tamaa kiasi hicho kwenye mapema kiasi hicho. Anasema kuna kitu ambacho ameweza kukiona bwana mdogo, hakutakiwa kukiona kitu kile. Na kama utakuwa ni mtu ambaye unashindwa kuweka machaguo sahihi, itakuletea wakati mgumu sana, kwani hata hiyo nafasi ulionayo mimi ndo nilitengeneza iweze kukufikia hapo ulipo. Na kweli bwana, ina maana huyu mama ndio atengenezaga nafasi ya mwamba kuja kwa the king. Hivyo kila kitu katika palace kiko chini ya mama kufahamika kwa jina la Queen Dage. Sasa mwanaume si ndo anatesti anapojaribu kuita Enuchi. Anakuta ni kimya, mama anamcheka kwa dharau zaidi ya kwamba hata hao ambao anawaita wako chini yake. Asema anachohitaji ondokea uchukue uangalizi kwa kile ambacho nakwambia tu. Basi baadaye mama kwa kiburi aliweza kuwaita watu wale. Yaani pindi ambapo anawaita mfalme hakuweza kwenda, lakini pindi ambapo aliwaita Queen Dage waweza kwenda, na aliwaambia tu nahitaji kila kitu ambacho kinatoka kwa mfalme muweze kunipatia ripoti. Hii ina maana kama mfalme hapa ni kivuli tu. Na mama alimwambia kwa kitu cha mwisho tu ya kwamba utatakiwa uchague nini kwa sababu tayari una mtoto mwingine. Kwa kama utamchagua Crown Prince au utaichagua hiyo throne, hiyo ni is up to you. Is up to you baba. Lakini Queen Dage akiwa anatoka nje akakutana na mwamba huyo hapa. Anasema najua utegemea kwamba mimi nimeshapoteza maisha, lakini kwa kile ambacho nafanya sidhani kama kitaendelea kudumu kama siri juu ya uchafu ambao ulifanya katika jumba la kifalme. Mama ambaye utakiwa ukae kimya sana kwa sababu hicho ambacho unakizungumzia ni ukweli ambao utakufanya hata wewe uweze kujikuta unaingia katika matatizo makubwa sana. Basi mfalme alikuwa amepewa masharti ambayo alikuwa ni mgumu sana. Lakini baadaye kijana wake alimwambia tu juu ya kitu ambacho kimetokea kwamba anasema lazima hakikisha wanatafuta njia ya kuweza kumsimamisha Queen Dage. Na huyo mtu ambaye anaonekana anashiriki naye kile kitu cha tofauti ndio anaweza akawa njia sahihi ya kuwapatia udhaifu wa huyo mwanamama kufahamika kwa jina la Queen Dage. Anasema siwezi kujua nani, lakini kuna vithibitisho ambavyo nilibakiwa navyo. Na kupitia vithibitisho ambavyo nilivyo navyo nafikiri naweza nikapata kitu. Basi leo aliweza kumuita daktari mmoja ambaye anafanya kazi katika jumba la kifalme. Na hapa alianza kumshawishi mtu kwa kumwambia maneno mazuri sana. Anadai kwamba kwa wakati unahitaji pia hata kutengeneza nafasi ya kuweza kumuoa binti yako. Lakini kama utakuwa tayari kwa ajili ya kunisaidia katika jambo langu ambalo nafikiri linanichanganya sana. Mwamba alimwambia sawa, ndafanya kadri unavyotaka. Wanaume aliweza kutoka. Sasa unaambia majira usiku, Crown Prince akiwa ametulia, anasikia kuna watu wanagonga katika eneo la mlango. Anasema unahitajika katika jumba la kifalme na mfalme anakuhitaji. Ajabu kuwazuia watu hao, lakini baadaye anashangaa watu wameingia. Sasa nani aliyewapa nafasi ya kuweza kuingia tena ili hali nimekataa kwa wakati huu? Baada ya cheki watu hao kwamba tayari wako na beto. Yaani kiufupi wamekuja kuchukua maisha ya bwana mdogo. Anasema ina maana inakuwaje kama baba anaweza kumtumia wauaji kwa namna hii?
Hii hali ilimshtua sana bwana mdogo. Basu ambaye baada ya kutoka nje aliweza kuitwa na mtu ambaye ni kama ndugu yake kabisa. Kwanza mtu alianza kumuonesha wema kwa kumpatia viatu. Na hapa alikuwa anasema kuna sehemu ambayo itakuwa ni salama sana Mwamba akiweza kujificha. Akaomba mwanaume baada ya kuingia ndani alikuwa tayari ameshauzwa na bwana mdogo. Huko alikoletwa ndio sehemu iliyoandaliwa kwa ajili ya kumkatisha moto Mwamba. Hasa ni wapi Mwamba atakwenda? Na hapa alishangaa sana kwa sababu mtu ambaye anampiga beto ni kama ndugu yake kabisa. Aisee. Sasa inakuwaje kwa mkali ambaye ni Crown Prince? Hatima yake itakuwaje? Tukutane katika sehemu safi ya 4 ya chuma bomba sana hapa. Wasema ni Missing Crown Prince. Lakini kumbuka inapigwa kutoka GC Production. Na the choose anyone by the name kama dawa kama kawaizo. Ndani nyumba tena hapa. Sasa tukutane katika burudani hii katika episode ya 4 na baada ya kumaliza episode ya 3. Wasema lakini kama utakuwa unahitaji kuipata picha hapa, unaweza kucheki na namba za 0686414059 ikiwa mpigo na madj wakali wote wa Tanzaniano. Lakini pia ipo Faru DJ, kwa hiyo usipate mashaka zaidi. Endelea kusanga Tala Bintibu kuendelea kupata burudani bomba sana hapa. Let's say chao, tukutane katika wakati mwingine zaidi.